Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema mwanzo, leo tumekutana hapa viwanja vya Sabasaba Kurasini jijini Dar es Salaam. Hapa kuna maonesho ya 49 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu kwa jina la Sabasaba. Na haya ni maonesho ya 49. Maana yake tumefanya kwa miaka 49. Kama tunavyofahamu, nchi yetu imeandaa maonesho haya, lengo likiwa ni kutoa fursa kwa bidhaa mbalimbali za ndani na nje ya nchi kuonekana, kwa wafanyabiashara wetu kupata fursa mbalimbali za kibiashara, kwa wawekezaji kuja kuona fursa zilizopo nchini kwetu, lakini kwa bidhaa zetu mbalimbali kuoneshwa kwa watu mbalimbali wa ndani na nje ya nchi. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba kuambia kwamba tayari nchi 23 zimethibitisha ushiriki, huku makubaliano kadhaa ya kibiashara na uwekezaji yakiwa tayari yamesainiwa kupitia TanTrade katika majukwaa mbalimbali, mojawapo ikiwa ni maonesho ya kimataifa ya Osaka, Japan. Inaitwa Osaka Expo 2025 Japan. Kule sisi Tanzania tuna banda letu, na wako wa Tanzania wenzetu wanaendelea na maonesho mbalimbali. Wako kule wanaonesha bidhaa zetu, na wakati wowote tutaanza kuona matokeo ya ushiriki wetu kwenye maonesho yale. Lakini kwenye maonesho haya ya 49 ya Sabasaba, jumla ya washiriki 3887 kutoka ndani na nje ya Tanzania watashiriki, zikiwemo kampuni 386 za kimataifa. Zote zinakuja kuonesha hapa, na niwaombe wa Tanzania tuchangamkie fursa hii. Maonesho haya yanaongozwa na kauli mbiu inasema maonesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba, fahari ya Tanzania. Kauli mbiu hii inaonesha ukubwa na upekee wa maonesho ya mwaka huu kutokana na kuwa na vionjo na maboresho ya aina yake ambayo yamelenga kuboresha huduma na mvuto kwa wananchi na wageni mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi yetu wanaotembelea viwanja hivi. Sasa kwenye maonesho ya mwaka huu kuna mambo mengi ya kipekee ambayo tumepanga kuja nayo, na ningependa Watanzania wasikilize ili kila mmoja ajue kwa nini ni muhimu aje kutembelea Sabasaba. Kwanza, hapa tulipo, hili eneo linaitwa kijiji cha tamasha la Sabasaba. Hapa pana tamasha la Sabasaba. Kwa hiyo sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na TanTrade tumekuja na bidhaa mpya ya maonesho haya ya 49, na bidhaa hii itaitwa tamasha la Sabasaba. Tumeanza mwaka huu na tutaendelea kufanya hivi mwaka hadi mwaka. Tunafanya hivi kwa mara ya kwanza kwa kushirikiana na TanTrade. Tumetenga eneo la ukubwa wa zaidi ya ekari 1 ambalo tutaendesha tamasha hili. Limeanza jana, litakwenda mpaka mwisho wa maonesho ya Sabasaba ya 49 tarehe 13 ya mwezi Julai mwaka 2025. Mambo mengine yatakayokuwepo kwenye viwanja hivi vya Sabasaba katika maonesho haya ya mwaka huu, maonesho ya 89, ni maonesho ya teknolojia za kidijitali katika kuboresha huduma katika eneo hili. Washiriki sasa wanaweza kujisajili. Ukija hapa, watu wengi wamekuwa na changamoto ya kupotea, wanashindwa kupata maeneo mbalimbali. Safari hii tumekuja na utaratibu. TanTrade kwenye tovuti yao, ukiingia mle ndani kuna namna ya kuingia kwenye Google Map ama kwenye Napa. Unaandika unataka kwenda wapi, ramani ile inakuonesha unakwenda wapi ili banda la Basata, unakwenda wapi ili banda fulani. Kwa ramani inakuonesha hapo. Tuna tovuti ya TanTrade, lakini pia tuna app ya TanTrade ambayo itaonesha maeneo mbalimbali. Lakini pia safari tumeboresha pia huduma nyingine ya usafiri ndani ya maonesho haya. Ukiingia humu ndani sasa hivi, kwa wale ambao wamekuja tangu jana na leo, utakuta kuna vibajaji fulani viko vinazunguka. Hiyo ni huduma maalum tuliyoiweka safari hii. Wengi wanachoka kuzunguka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunatambua wengine ni wana maradhi, wengine wana ulemavu. Kwa tumeweka hivyo vibajaji. Swift Parks na Royal Bagi zitakuwa zinawachukua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa msio na wasiwasi mkiwa hapa. Wenzetu wa Posta kwa kushirikiana na TanTrade wamewezesha hilo. Kwa hiyo movement za humu ndani ni rahisi sana. Lakini pia tutakuwa tuna uzinduzi wa nembo maalum ya taifa kwa bidhaa za Tanzania. TanTrade itazindua nembo ya Tanzania, inaitwa Made in Tanzania brand mark. Tumekuwa na kilio cha muda mrefu sana kwamba bidhaa nyingi zinazalishwa Tanzania, lakini zikienda huko nje ya nchi zinawekwa lebo za nchi zingine ama hazijulikani kama zinatoka Tanzania. Sasa tunakuja kuzindua nembo maalum ya Tanzania, Made in Tanzania brand mark, ili kuongeza utambulisho wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kimataifa.
Lakini pia kutakuwa na program maalum na siku maalum. Jana tulikuwa na siku ya shirika la posta, lakini pia kutakuwa na siku maalum za mataifa mbalimbali. Tayari tumepata uthibitisho wa siku maalum ya China, siku maalum ya Japan, siku maalum ya Korea, siku maalum ya Urusi, siku maalum ya India na siku maalum ya Iran. Katika hizi siku, kwanza kunakuwa na mikutano inaitwa B2B. Wafanyabiashara wa China ama wa China wanakutana na wafanyabiashara wa Tanzania, wa Japan, wa Korea, wa Iran, wa Urusi, kote. Ni muhimu kwa sababu wafanyabiashara wetu wanahitaji kushirikiana, kutengeneza joint venture na wafanyabiashara fulani. Natamani kuona siku moja biashara yako Jacqueline uwe na Mchina mmoja mmetengeneza likiwanda likubwa. Siku ya kukutana na hao wa China ni hapa. Njoo ukutane nao, wewe una jina, una brand, una eneo zuri Tanzania, lina utulivu, lina watu zaidi ya milioni 60, tuna biashara ya watu wanaotuzunguka zaidi ya milioni 400. Ukifika hapa utakutana na wafanyabiashara mbalimbali na mtasambaza mtakubaliana kushirikiana mpanue biashara zenu. Lakini pia kutakuwa na majadiliano ya kibiashara. Kutakuwa na discussions mbalimbali zinakubaliana, watu mbalimbali wanakuja kusema fursa walizonazo na nini. Hayo yote yanapatikana kwenye Sabasaba mwaka huu. Wito wangu kwa Watanzania, hii ni fursa. Hii ni fursa, tuitumie. Leo hii dunia nzima iko Japan inafuata maonesho kama haya. Na sisi Tanzania tuna maonesho yetu haya ya Dar es Salaam Sabasaba. Tunako kwenda na Mheshimiwa Rais ameshatuelekeza, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatuelekeza tuanze kufanya mipango ya siku moja expo ya dunia ifanyike Tanzania. Na hili jambo linawezekana. Tunaweza Watanzania tukawaleta watu wote duniani kuleta maonesho yao Tanzania. Ni uwekezaji mkubwa, inahitaji maandalizi, na sisi tuko tayari. Kama tumeweza kuandaa AFCON na sasa AFCON inafanyika mwaka huu, hatuwezi kuandaa expo Dar es Salaam, hatuwezi kuandaa expo Tanzania. Siku moja inshallah tutakuwa wenyeji wa expo Tanzania, na tunaanzia kwenye Sabasaba, tunaboresha Sabasaba, na siku moja tutakuwa wenyeji wa maonesho hayo makubwa duniani. Ndugu zangu waandishi wa habari, hayo ni kwa uchache niliyozungumza, lakini mengi zaidi ni waombe wa Tanzania tujitokeze kwa wingi hapa Sabasaba. Njoni muone mambo mbalimbali. Hapa kuna kujifunza, hapa kuna kupata bidhaa mbalimbali, hapa kuna kukutana na watu mbalimbali, hapa kuna kukutana na mitaji, hapa kuna kukutana na ujuzi mbalimbali. Kwa hiyo mkija hapa mnaweza kunufaika na hayo yote. Na